Logement nchini Marekani. Nyumba inaweza kuonekana tofauti sana kote Marekani. Unapofika Marekani kwa mara ya kwanza, unaweza kukaa katika apartment, hotel au pamoja na wandugu wako wanaoishi nchini. Ikiwa unawasili peke yako, unaweza kupata makao na kuishi pamoja na wengine waliofika mbele yako Marekani ili kupunguza dépenses kuhusu malipo ya nyumba. Coût ya logement. Nyumba ni bei kali nchini Marekani na inaweza kuwa vigumu kupata mahali pa kuishi. Kulue nyumba au apartment ni kawaida. Coût ya logement inatofautiana sana kulingana na jimbo, town na kitongoji. Ijapokuwa unaishi wapi, nyumba inaweza kuwa depense yako kubwa zaidi ya kila mwezi. Msaada wa logement. Nchini Marekani, usaidizi wa logement unaweza kuwa mdogo na mara nyingi liste d'attente iko mrefu. Mpango hii kwa kawaida huendeshwa na mashirika ya serikali ya mtaa au jimbo, kama vile wakuu viongozi wanaohusika na logement, na wakati mwingine na mashirika yasiyo ya kiserikali. Ikiwa unahitaji usaidizi, unaweza kwanza kuwasiliana na ofisi ya logement iliyokuwa kwa eneo yako au shirika la usaidizi kwa wageni. Kriteri ya kuchaguliwa kwa mpango wa usaidizi ku logement utofautiana, na waombaji lazima watimize makriteri vya revenu specifique ili kuweza kufaidika na mpango huu. Ikiwa una mapato machache, nyumba yako ya kwanza nchini Marekani inaweza isitimize mapendeleo yako yote, kama vile ukubwa wa nyumba kwa ajili ya familia yako, eneo karibu na kazini au komunote yako, au bei. Baada ya muda, hali yako inapoboreka, unaweza kuchagua logement ambayo itakabilia mahitaji yako bora. Samani. Kupanga nyumba kunaweza kuwa vigumu, lakini kuna mastrateji na maresources za kusaidia wageni wanaofika nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na benki za samani, maduka ya maokazion, soko la mtandaoni na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mashirika haya hutofautiana kutoka town hadi nyingine, kwa hivyo ni muhimu kuchunguza chaguo za ndani ili kupunguza madepense kama na hii. Kumbuka kwamba vitu vyako vya nyumbani vingi ama maartikle menager vinaweza kutumikishwa. Mara baada ya kuwa na mapato ya kutosha, unaweza kuchagua vitu vinavyofaa kufatana na guu yako na pia bajeti yako. Haki na maresponsabilite kwa mambo inayohusu logement. Nchini Marekani, walokateur na mabayer wana haki na maresponsabilite. Unapofaire louer apartment au nyumba, lazima usinye makubaliano yanayoitwa bail. Katika bail, unachukuliwa kuwa lokateur na unakubali kulue mali hiyo kwa muda fulani, kulipa loyer na huduma kwa wakati, na kudumisha mali hiyo. Wakati huo huo, una haki muhimu kama lokateur. Hizi ni ikiwa na pamoja na haki zifuatazo: haki ya kuishi katika logement ya salama na inayowezekana kuishi ndani, haki ya kuambiliwa na bailleur kuongezwa kwa loyer au kufukuzwa, haki ya kukagua na kuelewa bail yako kabla ya kusinye, haki ya kutafuta reparation kwa hali zisizo salama na zisizo safi, haki ya kurudishiwa pesa yako ya garantie bila deduction yoyote pasipo masikilizano, haki ya procedure unaostahili kabla ya kufukuzwa. Ikiwa una maswali au wasiwasi wowote, unaweza kuwasiliana na ofisi ya logement ya eneo yako, ofisi ya usaidizi wa kisheria au shirika la jumuiya linalosaidia wapangaji. Responsabilite ya propriétaire. Sheria ya logement inahusu bailleur na locataire. Wenye nyumba lazima wahakikishe kuwa logement yao inajibu kuma norme ya sécurité na salubrité kuma bien locatif. Ni lazima mwenye nyumba ahakikishe kwamba vyombo vya umeme, plomberie na chauffage viko en bon état. Ni lazima watie vigunduzi vya moshi ama detecteur de fumée na kuhakikisha hakuna panya au vidudu. Sheria ya logement pia inataja kwamba wabailleur hawawezi kukataa kupangisha watu kwa sababu ya rangi yao, taifa, dini, jinsia, hali ya familia au ya kimwili au kiakili. Kuhama. Ukiamua kuhama, ni lazima mjulishe bailleur wako mapema kama inavyoandikwa ku contrat de location.
ikiwa hauheshimu contrat de bail yako, ikiwa utaondoka kwenye apartema kabla ya mwisho wa muda wa bail yako, unaweza pata amende na impact negatif ku kote ya kredi yako. Kuhama kunaweza kuwa bei kali. Kwa hivyo, hakikisha kuwa unaweza kujiweza mbele ya wewe kumetre fin ku bail yako. Unapobadilisha adresi yako, ni muhimu kuarifu government ya Marekani na posta ya Marekani. Hii inahakikisha kwamba utaendelea kupokea barua muhimu na kwamba madosie yako ya immigration zinaendelea kubaki a jour. Ukipokea manufaa ya umma kama vile SNAP au Medicaid, lazima pia uwajulishe mashirika haya ya serikali unapohama. Kuwa jirani mwema. Nchini Marekani, jirani mwema ni mtu anayewajali watu wanaoishi karibu. Ikiwa unaishi katika apartment, lazima uhakikishe usafi wa eneo ya kawaida. Ikiwa unaishi ndani ya nyumba, lazima utunze peluze yako na utoe poubelle tu siku ya ramassage. Kama voisin attentionné, unapaswa kupunguza kelele usiku ili usisumbue majirani yako. Kuhamia komunote si rahisi na inaweza kuhisi tofauti na ulivyozoea. Kwa wakati, subira na usaidizi, unaweza kukabiliana na mazingira yako mpya na kuunda nyumba unayohisi kuwa salama na vizuri.